Siku chache kabla ya kufunguliwa kwa shule za humu nchini, mbunge wa Jomvu Badi Twalib ametoa hundi za basari zenye jumla ya shilingi milioni 60 kwa ajili ya kusaidia elimu katika eneo hilo. Kati ya fedha hizo, shilingi milioni 35 zimetolewa kwa shule za sekondari, huku shilingi milioni 25 zikielekezwa kwa taasisi za elimu ya juu ikiwemo vyuo vikuu na vyuo vya kadri. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mbunge huyo amesema fedha hizo zinalenga kupunguza mzigo wa karo kwa wazazi na kuhakikisha wanafunzi wote wanapata fursa ya kuendelea na masomo yao bila vikwazo. Aidha, amewahimiza wazazi ambao watakumbwa na changamoto kutokana na malimbikizi ya madeni ya karo kutosita kuzungumza na wakuu wa shule, vilevile na ofisi yake, ili kuhakikisha hakuna mwanafunzi anasalia nyumbani shule zinapofunguliwa. Nataka kuchukua fursa hii kuwaombea wanafunzi wangu wote. Mungu awaondolee uzito mahali popote pale, ili waweze kufaulu katika mambo yao. Kitu ambacho nasema, Jomvu kuna watoto ambao ni werevu sana. Kila mtu ana uwezo wake. Leweza kwa tungupunguzia, lakini bado kuna deni ambalo uko nalo. Ikiwa kutakuwa na shida kubwa ya mtoto wako pia katika tumu, jaribu polepole ukuje ofisini utueleze, tuweze kuelewa. Tutazungumza na Vice Chancellor. Wewe kutafuta pesa polepole na sisi tukutafuta pesa polepole, mtoto abaki huko aendelee na masomo yake. Hiyo. Katika hafla hiyo, Badi aliandamana na mwakilishi wa wadi ya Jomvu Kuu Joshua Ongao Mose pamoja na viongozi wengine akiwemo Mama Amina Abdalla, waziri wa elimu Mbwarali Kame na waziri wa biashara na utalii Mohamed Osman Ali, ambao wamekuwa mstari wa mbele kusukuma mbele ajenda ya maendeleo katika eneo hilo. Mbunge wa Twalib amesema kuwa uwekezaji huo ni katika ndoto za watoto na vijana wa Jomvu, akiahidi kuwa hakuna mwanafunzi mwenye uwezo atakayekosa elimu kutokana na changamoto za karo. Ambayo walikuwa wasubiri wasikize tu tamu sijui ya ODM na UDA, hakuna. Hapa ni maendeleo leo, mambo education. Tujipigie makofi kwa maneno leo. Walikuwa ngojea drama, leo hakuna. Museveni, rais wa Uganda, alisema don't concentrate on who, but concentrate on what, because what will bring who. Kile ambacho mbunge anafanya, kile ambacho kiongozi anafanya, ndio kitamfanya yeye kuwa kiongozi. Na maadamu Badi wafanya kama haya, yeye ndio atakuwa kiongozi 2027. Mpeni makofi yake. Kwa hivyo bwana Chairman, wewe na timu yako na kupongeza sana. Ukiona vile uje vimeundwa, Chairman na timu yako na wapongeza kwa kufanya kazi hii, na muendelee kufanya kazi nzuri. Na wazazi wangu wote nawaomba. DCC yuko hapa, mwakilishi wa serikali. OCPD yuko hapa, mwakilishi wa serikali. Na watu wa serikali wengi pia wako hapa. Nataka ile ambayo nafanya, kwa sababu naifanya wazi, nyinyi pia musaidie. Nikisha kulipia hii fee, na wewe ni muhimu, risiti unayoipata iregeshe ofisini. Ili ukiregesha ofisini, auditors wakija watajua Badi alipeana kweli pesa, hakuzipeleka mahali kwingine, alizilipia fee na ushahidi huu. Ni kweli ama si kweli hapo? Lakini tukizuia kusema tushapata tutia mfukoni hatupeleki, watupatia shida za auditors. Na vijana wangu wa ofisi, nataka niwaambie hawa wote ambao tunawapa checks, lazima form zao zibalance, zionekane form walioapply sharti ndio wale ambao walipata cheki zao. Kwa hivyo kwa haya mengi, wazazi wangu nawashukuru sana. Kuna uzito, lakini Mungu ni mkubwa. Mungu awaondolee uzito katika maisha yenu. Mungu awajalie muweze kukimu mahitaji yenu. Nikiripotia Bandari TV, mimi ni Ramadhan Ngala.